fedha kwa maana ya kwamba tunafahamu wanawake wengi wanapenda fedha. Wanawake wengi inajulikana kwamba wanawake wengi wanapenda pesa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ndoa inayoshikiliwa na fedha ni kwamba ni mtu hajakupenda, amekuja kwenye maisha yako, amekubali kuolewa na wewe kwa sababu una hela, kwa sababu una pesa, kwa sababu una nafasi fulani. Kwa hiyo alikuja kwako si kwa sababu ya kukupenda, si kwa sababu ya upendo, ila alikuja kwako kwa sababu ya fedha. Sasa fedha haina utaratibu, haita kuwepo siku zote. Yani maisha kuna kupanda, kuna kushuka. Siku ile fedha haipo, siku ile nafasi haipo, hii ndoa itavunjika, hii ndoa itaharibika. Lakini namba mbili, kama mwanamke alikuja kwa sababu ya fedha, kwa sababu una fedha, siku anakutana na mwanaume mwingine mwenye fedha kuliko wewe, hii ndoa yako wewe itapata shida. Hii ndio itapata shida. Na kama amekutana na wewe mwenye hela, kuna siku tu somewhere, kwa sababu yeye bado kiu yake ni kupata mtu mwenye pesa. Kwa hiyo siku anakutana na mwanaume mwenye hela, akamwambia anampenda na akamwambia uko na wewe, siku akikutana na huyo mwanaume, huku ndani shida itatokea. Na hata kama huna pesa, una pesa tu ya kawaida. Umeelewa? Siku mwanamke wako anakutana na mwanaume mwenye hela kukuzidi wewe, huyo mwanaume akampenda, akamwonyesha anampenda, akamwonyesha tu anamchekea, na kuambia wewe huku ndani utaanza kupata shida. Ataanza kukuona fai, utii utaondoka, nidhamu itapungua. Kwa hiyo huyo alikuja kwako kwa sababu ya fedha. Kwa hiyo ni fedha zinaamua akupende, akuheshimu, akusikilize, awepo pale. Pesa zikiondoka, utamuona akikusikiliza, utamuona akikuheshimu, utamuona akipokea, au akipata mwanaume mwingine mwenye pesa kuliko wewe, akiwa na mahusiano mengine na mwanaume mwingine mwenye hela kuliko wewe, anaanza kukuona ni takataka. Kwa hiyo ndio changamoto ya mahusiano ambayo au ndoa ambayo inashikiliwa na fedha. Na hauwezi kuwa na pesa siku zote. Nakwambia, sijui, lakini kwenye maisha tulionayo, tabaka kubwa la watu ni la wale ambao ni watu wa kipato cha kawaida, ambao hauwezi kuwa na hela siku zote. Hauwezi kuwa na hela siku zote. Kwa mfano sasa kwa wanaume, sisi unajua sisi wanaume ndo tunatongoza kimsingi, si ndio? Sasa mabinti wenyewe ukipitia kwenye mitandao unaona kabisa sasa